tunayo habari moja kwa siku ya leo. Mnakumbuka tarehe 30 Aprili mwaka huu wa 2026, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam lilianza uchunguzi wa kina wa mauaji ya mtu aliyejulikana kwa jina la James Rogers Temba, aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha usimamizi wa fedha maarufu kama IFM ambacho kipo hapa jijini Dar es Salaam. Na kama mnakumbuka, polisi Dar es Salaam ilitoa taarifa yake kwa umma tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu wa 2026 kuhusiana na tukio hilo. Leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026, napenda tena kuwajulisha kuwa baada ya upelelezi wa kina, na nikisema upelelezi wa kina ninamaanisha upelelezi wa kitaalamu ambao unahusisha pia mamlaka zingine za kisayansi. Kwa hiyo baada ya upelelezi wa kina kufanyika, sehemu ya kichwa kilichokosekana katika kiwiliwili cha mwili wa James Rogers Temba kimepatikana huko eneo la Kitunda Kibeberu katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Sehemu ya kichwa hiki kimekutwa kikiwa kimefukiwa ardhini na waliotekeleza uhalifu ule. Jumla ya watuhumiwa 5 wanashikiliwa, akiwemo mtu mwingine ukiacha wale ambao niliwapa taarifa zake tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu. Leo tarehe 13 ameongezeka mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la Saidi Ali au maarufu kama Side. Huyu ni Mzigua mwenye umri wa miaka 31 ambaye ni mganga wa kienyeji ambaye anakaa eneo hilo la Kibeberu, Kitunda, Ilala hapa jijini Dar es Salaam. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria ziweze kuendelea na hatua zingine. Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru kwa dhati wananchi na mamlaka zingine za kisheria za uchunguzi wa kisayansi. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru kwa dhati wananchi na mamlaka zingine za kisheria za uchunguzi wa kisayansi ambazo zimetoa na kuonyesha ushirikiano wao mkubwa na kuwezesha kupatikana kwa taarifa hizi za mafanikio katika uchunguzi wa jambo ambalo lilitokea. Aidha, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu na kujenga tabia ya kuviachia vyombo vyenye mamlaka ya kisheria ya kutekeleza majukumu haya ya kiuchunguzi na ya kitaalamu, hasa pale pindi linapotokea tukio au tatizo, na kuwaomba kuacha tabia ya kutoa taarifa za upotoshaji zenye lengo la kuchelewesha upelelezi na kuzua taharuki. Polisi Dar es Salaam inaendelea kulani, narudia, Polisi Dar es Salaam inaendelea kulani watuhumiwa waliotekeleza tukio hili baya na la kusikitisha, na litaendelea kufuatilia kwa karibu shauri hili na mengine
ili kuona haki inatendeka dhidi ya watuhumiwa waliotenda tukio hili kubwa na baya kama nilivyolieleza. Nawashukuru sana kwa uvumilivu wenu. Kwanza nimesema hili tukio ni baya. Ni baya ambalo linajenga taswira ya baadhi ya watu kutokuwa na ubinadamu. Ndio maana hata wakati wa kutolea taarifa unachukua tahadhari ya maneno ili lisizidi kuzusha huzuni kulingana na jambo jinsi lilivyotokea. Lakini pili, nimekuambia uchunguzi wetu wa jambo kubwa kama hili unahusisha mamlaka zingine za kisayansi. Lakini tatu, ukumbuke jambo hili litafikishwa kwenye mahakama za kisheria, ambapo pamoja na mambo mengine tunatahadharishwa katika mwenendo wa kuzungumzia jambo hili, tuwe na mipaka. Kwa hiyo nikisema sehemu ya kichwa, nadhani wewe mwenyewe kama uliona ile picha inayoelea, unaweza ukajaribu kupata picha nini kilitokea. Lakini pia angalia aina ya wahusika wanaojulikana kama kina Side, lakini wa maeneo yametajwa kama ulivyosikia Kitunda Kibeberu. Kwa hiyo unaweza ukapata picha hata hicho kitu unaweza kukikuta kikiwa katika mazingira gani. Itoshe kujua tu kwa kushirikiana na mamlaka hizo za kisayansi tulimpata mtuhumiwa mwingine wa 5 ambaye nimemtaja kwa jina, na baada ya kuhojiwa kwa kina akatuongoza mpaka eneo husika na wataalamu na yeye wakaweza kufukua, ndio maana nimesema ardhini, na kupata hicho kilichokosekana kwenye mwili wa marehemu. Na kiuchunguzi lazima uhusishe na mamlaka zingine ili kuondoa wale watu wenye malengo mabaya na jamii yetu kuanza kuuliza na kusema maswali mengine ya ovyo na ya dharau na wakati mwingine ya kejeli. Ndio maana pia tumehusisha mamlaka zingine za kisayansi. Najua utauliza mamlaka gani, tazitaja kwa uchache. Najua tuna mapathologist. Ukikutana na mili kama ile lazima uwe na wataalamu ambao kazi yao ni kuchunguza vyanzo vya vifo, mapathologist. Lakini lazima ujue kuna watu wanaitwa government chemist, kuchunguza hiki, kuchunguza kile na kulinganisha na kile. Nyewe wenyewe mna kumbukumbu za watu wanaoshughulika na masuala ya DNA. Nakumbuka kuna watu ambao ni wataalamu wa masuala ya cyber experts. Ndio maana nimeongea kwa kifupi sana. Tumehusisha mamlaka zingine za kisayansi. Na polisi kama taasisi hawapaswi kukurupuka na jambo au kwenda kwa pressure, hasa unapochunguza jambo fulani. Ndio maana sisi tunatulia, tunafuatilia, kwa sababu tunajua mwisho wetu sio habari, mwisho wetu ni mahakama za kisheria, na huo ndio mfumo wa serikali unaofuata utawala wa sheria. Na kwa sababu hizo itoshe kujua tu kwamba jeshi la polisi chini ya serikali hii inachukulia kwa uzito mkubwa swala la maisha au kupotea kwa maisha ya mtu, na pale inapowezekana na kitu kinapotokea tunatoa taarifa, kama ambavyo tumekuwa tukitoa mara kadhaa taarifa mbalimbali kuhusiana na mambo mbalimbali. Umesema dhamira ni nini?
Ukiangalia mfumo, mtu kukata kichwa, wewe unafikiri dhamira ni nini? Alafu unaambiwa ni mganga wa kienyeji. Unaona muunganiko wa masuala ya kishirikina. Unachukua kichwa ili iweje? Kwa kutaka nini? Halafu mganga wa kienyeji. Unauona ushirikina. Lakini umetokea wapi? Unakiona kisa kilipoanzia kule, vijana na nini. Hatutaki kuongea mambo mengi. Huku unaona ushirikina, huku unaona mapenzi. Sasa sio vitu vya kufanyia mzaha au kudharau watu wanapotoa taarifa. Watu wanakufa kwa ushirikina, watu wanakufa kwa mambo ya mapenzi, watu wanaondoa uhai kwa mambo ya mapenzi, watu wanaondoa uhai kwa mambo ya kishirikina. Kwa hiyo ni mambo mabaya ambayo Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linakemea vikali, na tuendelee kuchukua tahadhari na aina ya watu hawa wakati wa utekelezaji wa majukumu yetu ya kiuchumi au ya kijamii. Kwa kifupi sana, na kwa kuchukua tahadhari za mwenendo wa shauri hili. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.